Karibu MJ Channel. Leo tunakwenda kuchambua kwa kina kuhusiana na kinachoendelea huko Mashariki ya Kati, hasa pale nchini Iran. Na kikubwa zaidi tunaenda kuangalia mgogoro unaoendelea kuwa hatari kabisa katika mlango bahari wa Hormuz nchini Iran. BBC taarifa kubwa kabisa leo imeripoti kwamba Iran yaonya nchi za Ghuba juu ya ushirikiano na Marekani. Ali Abdullahi, mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Irani, ameonya kuhusu uwepo wa kijeshi wa Marekani katika vituo vilivyoko katika nchi za Ghuba ya Uajemi kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa X. Namnukuu, ni jambo lisilowezekana kwamba idadi kubwa ya ndege za kijeshi, hasa ndege za mafuta, ziwekwe katika vituo vya kanda hiyo bila nchi wenyeji kujua, mwisho wa kumnukuu. Alisema kuwa Irani itachukulia msaada wowote kwa jeshi la Marekani kama ushirikiano na vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo, mwisho wa kumnukuu. Wakati wa vita kati ya Irani, Israeli na Marekani, Irani ilifanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya kambi za kijeshi katika nchi za Ghuba zilizokuwa zikishirikiana na Marekani. Sasa mimi najaribu kuweka tiki eneo hili ambalo mkuu wa wafanyakazi Ali Abdullahi amejaribu kulisema kwamba unapokuwa na ushirikiano wa kijeshi katika eneo hilo la Ghuba, basi wewe ni mshiriki wa moja kwa moja katika vita hivyo. Kwa hiyo tumeona Marekani amekuwa anapeleka vifaa vya kijeshi, hasa ndege hizi za kujaza mafuta, lakini pia hata ndege zingine katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba kupata usaidizi wa karibu na jinsi kushambulia nchi ya Iran. Kwa hiyo Ali Abdullahi anajaribu kuonya kwamba kitendo hichi anachukulia kwamba nchi yote itakayoshirikiana au itakayokuwa inahifadhi hizo rasilimali, basi nchi hiyo inashirikiana moja kwa moja na adui kwa maana Marekani. Kwa hiyo hapa sasa tunaenda kuona kwamba kuna vitu vinafanyika chini ya carpet ambavyo ni hatari sana. Marekani kwa sasa iko kimya na kuna wasiwasi mkubwa kabisa kwamba huenda akafanya shambulizi kubwa na la kipindi kifupi na lenye nguvu kubwa, na huenda wasiwasi tuliokuwa nao sasa, huenda anaweza akapeleka jeshi la ardhini nchini Iran, kwa sababu ashajua kwamba sidhani hawezi kutoboa kwa kutumia mashambulizi ya anga, na lengo ni kwenda wasiwasi tuliokuwa nao kwa sasa. Kuna wasiwasi ile kwamba huenda anataka kwenda kuchukua eneo lile la kisiwa cha Silki na Keshim, visiwa vile vya Silki na Keshim ambavyo ni visiwa vya kimkakati na uchumi wa Irani upo pale. Kumbuka mafuta mengi yamehifadhiwa katika eneo hilo la Silki pamoja na Keshim. Ni visiwa ambavyo Irani anatumia kuhifadhi mafuta mengi na anatumia kwa ajili ya export ya mafuta kwenda masoko ya nje ya nchi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo muhimu sana. Kwa hiyo huenda Marekani anajaribu kutengeneza nafasi ya kupeleka majeshi ya ardhini katika eneo hilo na kwenda kudhibiti eneo hilo. Kwa hiyo na tukumbuke Iran ametoa onyo kwamba yeyote au jeshi au mwanajeshi yote atakayekamatwa katika nchi hiyo ya Irani atakamatwa. Akishakamatwa basi mtu atakayemsaidia kukamatwa au yote atakayemkamata mwanajeshi wa Kimarekani katika ardhi hiyo ya Iran, basi atalipwa donge la zawadi kubwa kabisa. Kwa mwanamke alitoa zawadi ya dola 60,000, lakini pia na kwa wengine wa kawaida ametoa dola 30,000. Dola 30,000 ni sawa na milioni 5. Kwa hiyo ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo tunasubiri tuone kwamba ni kweli Marekani watapeleka mguu wake
hapo Irani au vipi? Kwa hiyo tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini binafsi sifikiri kwamba Marekani anaweza kapeleka jeshi hapo nchini Irani, lakini yote kwa yote tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea. Lakini Marekani hawezi kushinda vita kwa kutumia mashambulizi ya anga nchini Irani hata kidogo, hawezi. Na kama anataka basi apeleke jeshi la ardhini nchini Irani kwenda kupambana. Iko kikosi cha IRGC ambacho ni kikosi ambacho imara na kikosi ambao ni bora kabisa katika nchi hiyo, na ambacho ni makomando ambao wameiva katika uwanja wa vita. Kwa hiyo tusubiri nini ambacho Marekani anaweza kufanya kwa sasa, japokuwa kila mmoja hajui nini kinaweza kutokea, lakini bado tumeona kwamba maeneo yote hayo tumeona huko Israeli, lakini pia tumeona katika kanda yote Marekani bado inaendelea kujaza silaha. Yote hiyo ni kutaka kupambana na huyo Iran. Kumbuka malengo ya Marekani yote yameshafeli katika operation yake ya Epic Fury. Kumbuka operation ya Epic Fury ni operation ya kijeshi. Lengo lake kubwa ni kwenda kumaliza vita hivyo kwa kutumia nguvu, kwa maana nguvu za kijeshi. Lakini siku ya siku wameanguka kabisa na wamepoteza kila kitu katika eneo hilo. Hakuna hata kimoja walichokipata. Zaidi ni kwamba wameenda kuongeza tatizo kubwa katika eneo hilo, na hasa mlango bahari wa Hormuz kufungwa, na mpaka sasa hivi bado unamilikiwa na Iran, japokuwa Marekani anasema kwamba anaendelea atautangaza mlango bahari wa Hormuz kwamba ni mlango bahari wa Marekani, lakini Strait of Hormuz ni mali ya Iran na itabakia kuwa mali ya Iran. Lakini japokuwa Marekani anasema kwamba atachukua mlango bahari wa Hormuz, lakini ikiwa huku meli nyingi zinaendelea kushambuliwa eneo hilo, sasa tunashangaa kwamba atautangaza mlango bahari wa Hormuz, lakini wakati huo unamilikiwa na nchi nyingine ambao tumeona meli nyingi zinaendelea kushambuliwa katika eneo hilo. Kwa hiyo amani bado haijapatikana kupitia mfereji huo, na mpaka sasa bado meli zinapita kwa wasiwasi kabisa katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Kumbuka kabla ya vita meli sio chini ya meli zaidi ya meli 130 zilikuwa zinapita katika eneo hilo. Kumbuka mlango bahari wa Hormuz inapitisha mafuta na gesi, ni 1/5 ya mafuta yote duniani yanapita katika eneo hilo. Kwa hiyo ni mfereji ambao ni wa kimkakati, mfereji muhimu na mfereji wa kiuchumi pia. Kwa hiyo hata hivyo bado upo kwenye nafasi ngumu, na hatujui kwamba vita hivi vitaisha lini. Lakini onyo hili la Bwana Ali linaonyesha kwamba mlango bahari wa Hormuz bado unaendelea kumilikiwa na Irani, na ametoa wito kwamba kuendelea kujaza silaha katika eneo lote hilo la Mashariki ya Kati ni kama vile kujipalia mkaa katika hizo nchi ambazo zinazohifadhi silaha hizo za Kimarekani. Kwa hiyo amesema kwamba nchi zote zitakazokuwa zinahifadhi silaha hizo, basi tunatem kwamba ni silaha ambazo au ni nchi ambayo inashirikiana moja kwa moja na Marekani. Kwa hiyo itakuwa ni nchi halali kulengwa na mashambulizi ya Iran. Kwa hiyo tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini bado tension ni kubwa na vita hivyo bado havijaweza kumalizika mpaka hivi sasa. Kumbuka kwenye meza mazungumzo Marekani amepoteza vibaya, na tumeona ile kwenye MOU ambao Memorandum of Understanding tayari vifungu vingi Marekani alivikosa au na mtu ambaye alifanikiwa katika MOU ni Irani, unaona, lakini Marekani kawa amekosa kabisa katika ile MOU ambayo ni makubaliano ambayo yalifanyika pale tarehe 14 Juni mwaka huu. Lakini hata hivyo kumpa faida kubwa. Nuclear ilikuwa bado haziwezi kuzifikia hata kidogo, na lengo la Marekani kwenda kuchukua zile vumbi ambazo ya uranium ambayo ipo kule maeneo ya Fordo, lakini malengo mengine ikiwa ni pamoja na kwenda kuzofisha uongozi wa Iran. Hata hivyo wameshindwa vibaya kabisa. Kwa hiyo malengo mengi ambayo Marekani amefeli katika operation yake ya Epic Fury, nani wamefika na malengo yao. Mojawapo ni kuondolewa kwa vikwazo, lakini pia kuachiliwa kwa mali na ambazo zinamilikiwa na Marekani, hasa fedha. Lakini Iran amefika na kigezo kingine kwamba
vita vikomeshwe mara moja. Lakini amefika na kigezo kingine kwamba Iran, Marekani lazima ilipe fidia kwa uharibifu uliofanyika kule nchini Iran. Kwa hiyo ana masharti zaidi ya matano ambayo zaidi yako 6 masharti yake ambayo Tehran ameipa Iran, Marekani, ili kufungua kwa mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo bado hali ni ngumu katika eneo hilo na hatujajua ni nini kinaweza kutokea kwa sasa, lakini binafsi nafikiri mzozo huu unahitaji sana diplomasia kuliko kutumia nguvu, kwa sababu ukitumia nguvu kwa Iran kwa kweli inakuwa hawa watu wanaonekana wamejifunza sana kwenye vita na ni wagumu kweli, na kwa kweli Marekani anaona kwamba katika vita vyote alivyopambana vita, Marekani hajawahi kukutana na nchi ambayo ina uwezo mkubwa kabisa wa mapambano katika zama hizi za sasa kama nchi ya Iran. Kwa hiyo Iran inaonekana kabisa ina vita vya kisasa na wanaendelea kuifundisha somo kama kauli yao wanavyosema mara kwa mara katika vyombo vya habari, lakini pia na kwenye magazeti na kwenye machapisho yao. Kwa hiyo kweli kabisa wanaendelea kuifundisha somo Marekani, na sasa Marekani anatafakari kwamba kumbe vita vya sasa ni vita vya kisomi sana. Na kumbuka Iran anatumia sana makombora yale ambayo yanatengenezwa na wazawa katika nchi ile ya Iran, lakini pia na drones, lakini pia na zile boti zile za mwendo kasi ambazo zinazoweza kuilinda yule mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo Marekani kwenye troubles ambayo ni kubwa sana na hatujajua ni nini kinaweza kutokea. Otherwise tunasubiri tuone nini kinaweza kuwepo, lakini mlango bahari wa Hormuz bado umeendelea kufungwa mpaka sasa. Na wasiwasi nilikuwa nao binafsi, huenda kuna vita kali kabisa inaweza kutokea ndani ya kipindi kifupi hiki kabla kufika mwezi Novemba. Unaona, Marekani inawezekana kama watashindwa kufikia makubaliano na Iran, na Iran hawezi kukubaliana kwa lolote, na tumesikia mara kwa mara Iran alikuwa anasema kwamba hawezi kukubaliana na matakwa ya Marekani ya kufungua mlango bahari wa Hormuz ikiwa yeye ndiye mwenye manufaa katika eneo hilo. Kwa hiyo amekata. Sasa na Marekani hakubali kushindwa. Hicho ndio sababu ambayo mzozo huu unaendelea kuwepo mpaka leo. Sasa tunasubiri, lakini nafikiri kwamba kuna harufu kubwa na nzito ya vita kali ambayo inaweza kutokea ndani ya siku za hivi karibuni katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz, lakini pia na katika nchi ya Irani. Na wasiwasi nilikuwa nao huenda Marekani akapeleka askari wa mguu katika nchi hiyo ya Kiislamu, kwa maana hiyo nchi ya Uajemi huko nchini Tehran. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kinaweza kutokea endapo wanajeshi wa Marekani wameingia ndani kabisa mwa nchi ya Iran. Tusubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini binafsi nafikiri kwamba harufu bado ni kubwa kabisa kwamba Marekani inapanga kupeleka wanajeshi katika eneo hilo, na kama atapeleka tusubiri tuone kwamba upinzani utakuwa wa namna gani, na tusubiri tuone kama kweli watapeleka au la, lakini tension bado ni kubwa na kuna harufu ya vita katika eneo hilo. Lakini binafsi nafikiri mzozo huu unaweza kutatuliwa kutumia diplomasia tu na sio vinginevyo, na diplomasia ndio njia pekee ya kutatua mgogoro huu kwa kufikia makubaliano yenye tija na yenye mwafaka. Jamani, asanteni sana. Tutaendelea kuongea kwa muda mrefu. Mimi nafikiri kwa sasa tuishie hapo. Tutakutana panapo majaliwa. Usikose kusubscribe na kufollow. Asanteni sana na jioni njema.